السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tunaendelea na mtiririko wa kukumbushana umuhimu wa kuyajua majina ya Allah na sifa zake ili tuweze kumwabudu vizuri kwa kumpenda, kwa kumtukuza na kwa kumwogopa. Tulikumbushana huko nyuma kidogo kwamba ziko nyenzo za kusaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema ukiuangalia ulimwengu ulivyo, ukatafakari, na Allah anatuongoza kufanya hivyo, tuangalie, kuziangalia nafsi zetu ndani ya ulimwengu pia, na kuangalia matendo ya Allah pindi akifurahi kwa waja wake au akikasirika, nini kilitokea, na kuizingatia Qur'ani sana. Wakati tukiisoma, tusisome kwa kupata thawabu tu, tusome kwa mazingatio, ndio lengo. Na tulikopita huko nyuma, tuliipitia aya ambayo inatuongoza kuangalia ulimwengu na kutafakari. Nitaikumbusha ile ili tuendelee na kipengele tulichokusudia leo. Surati Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala alisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ali Imran aya 190 na 91, inna fi khalqi samawati wal ardh, kwa hakika kwenye kuumbwa kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kutofautiana usiku na mchana, kubadilika kwake, la ayatin liulil albab, mna dalili za wazi zinazoonyesha yuko anayesimamia haya mambo, hayaendi yenyewe. Na ukiangalia kwa upana utakuta ndani yake kuna huruma zake, kuna mapenzi yake, kuna elimu yake, kuna uwezo wake, na hayo yote yanafasiri majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifa zake. Kuna dalili za wazi liulil albabi, kwa watu wenye kutumia akili wakatafakari. Akawabaini watu hao Allah akisema hivi, ni watu gani? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ni wale ambao watakuwa wanamkumbuka Allah katika hali zao zote za kuwa wamesimama, kwa kusimama wanamkumbuka Allah na kumtaja. Wa qu'udan, na katika hali zao wakiwa wamekaa vikao vyao vyovyote watakuwa wanamkumbuka Allah na kumtaja. Wa ala junubihim, na wakiwa wamekwenda kulala pia watamkumbuka Allah na kumtaja. Kipengele hiki cha kumkumbuka Allah na kumtaja ni kipengele ambacho iko haja ya kusimamia kwa upana. Wanamkumbuka Allah na kumtaja, yadhkuruna Allah. Sasa namkumbuka Allah katika hali zao zote. Ukiangalia aya nyingine, Surat al-Ahzabi aya 41, Allah akawaita waumini. Waumini wakiitwa kwa sifa yao ya imani, huwa Allah anataka kuwapa mwongozo wa kufanya kitu au kuacha kitu. Sasa huku wamezungumzwa watu wenye akili, ni wale wanaomkumbuka Allah na kumtaja katika kila hali, si ndio? Allah akawaita waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini, nyinyi mkaamini kabisa kuwa kuna Mungu. Sasa sikiliza maagizo ninayokupeni. Udhkurullaha dhikran kathira, nyinyi waumini mkumbukeni Allah, mumtaje sana. Hebu wawanisha huku na huku. Watu wenye akili ni wenye sifa hizi, alafu akawaita waumini, nyi waumini fanyeni hivyo.
Manake Allah kama vile anawaambia kuweni na akili yenyi mfanye hivyo. Udhkurullaha dhikran kathira, mkumbukeni Allah mumtaje sana. Wasabbihuhu, mumsifu sana Allah bukratan wa asila, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, manake kila wakati, si ndio? Inabainiwa ile hali ya kwamba nyi waumini mnatakiwa hali zenu zote za kusimama, za kukaa, za kwenda kulala, mumkumbuke Allah, mumtaje, si ndio hivyo? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye kuliendea hili la kuwa waumini wafanye hivyo, dhikri akaitaja kila sehemu, akatufundisha. Ukiitizama aya ilivyo kuonyesha umuhimu wa dhikri, kumkumbuka Allah na kumtaja, ni ibada kubwa ambayo haikuwekewa hata muda, wakati, viwango fulani kwamba fanya kwa viwango hivi upumzike. Hakuna. Ibada nyingine zote zitizame, zimewekewa utaratibu, tulipoamrishwa waumini fanyeni hivi, si ndio hivyo? Swalini, ikawa ina vipindi. Fungeni, kuna kipindi maalum cha amri hiyo, si ndio? Nendeni hija, pengine kuna mwingine mpaka atakufa wala hajalazimika kama na nguzo 5 za Uislamu, wala hana lawama, hakuhiji lakini nguzo moja ya Uislamu hakuifanyia kazi, ndio, na hana lawama, hakuifanya kabisa, kwa sababu man istataa ilaihi sabila, mwenye kuweza. Hakuweza, hakuna lawama. Zaka inawezekana pia asilazimike, kama ameishi mpaka amekufa hakulazimika, wala Mungu hatomlaumu, alitoa sadaka tu za khiari. Lakini dhikri, kuna kipengele gani ambacho utapona? Nyinyi waumini, udhkurullaha, mkumbukeni Allah na kumtaja, dhikran kathira, kumkumbuka sana, kumtaja sana 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 sana. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye jambo hili la ibada kubwa hivi, kila kipengele cha maisha hakukiacha, akatufundisha kiwe kina dhikri, ina kumkumbuka Allah na kumtaja, kila kipengele cha maisha. Ukiamka tu asubuhi, ulikuwa umelala, kwanza ukipanda kitanda tu kulala, tuanzie hapo. Mtume akafundisha, bismika Allahumma amutu wa ahya, kwa jina lako we Allah mimi nitalala sasa hivi, na mkiamka pia nitaamka kwa jina lako. Sina ujanja wowote mimi wa kuweza kupata usingizi, wala sina ujanja wa kuweza kuamka. Umeona ilivyokaa vizuri? Usingizi hauna ujanja wa mtu kuupata. Kuna wengine mpaka wale dawa na wanakula dawa, pengine pia wasiupate hivi, wakawa amelewa tu. Amelewa usingizi, lengo lake kupumzika, yeye amekula dawa, amelewa, amezidi kuchoka na hakulala, amehangaika tu, amehangaika, asubuhi anakwenda hospitali tena. Kwa jina lako Allah mimi nitalala, na kwa jina lako nitaweza kuamka. Ikaja kwa sigha nyingine pia, bismika rabbi, kwa jina lako Bwana wangu wewe unayenilea, wada'tu jambi, nimeweka ubavu wangu sasa hivi. In amsakta nafsi, kama utanishika nafsi yangu uichukue nife, farhamha, ihurumie ya Rabbi uko unakochukua. Wa in arsaltaha, kama utaiacha iamke, fahfadhha ya Rabbi, wewe si ndio mlezi wangu, ukiniacha kuamka, fahfadhha, ilinde nafsi yangu katika hii dunia, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, kwa namna ile ambao unawalinda waja wako wema, na mimi niingize kwenye waja wako wema, unilinde. Unaionaje? Ndio unalala hivyo, unajitegemeza kwa Allah, usingizi ukikuchukua ukuchukue hivyo. Alafu kabla hujashikwa na usingizi, kukawa kuna vitu vingi vya kufanya. Soma qul huwallahu, wewe uizingatie. Usome qul a'udhu birabbil falaq, uizingatie ndani yake, tukifasiri muda hautoshi. Sawa sawa? Usome qul a'udhu birabbin nas, uzingatie unachokisema. Uliza viganja vyako uwe umevishika unasoma, halafu ujipanguse kutoka huku unakwenda huku, unajipangusa mikono yako, unajipangusa mikono yako, unajipangusa kifua chako mpaka miguuni. Nini ndani yake? Hizo ni kinga zote. Sura ukizisoma zenyewe ukaziangalia na tafsiri, ni kinga. Na Mtume alikuwa akifanya hivi. Dhikri kinga, ni kumkumbuka Allah kwamba wewe ndiye mlinzi, wewe na kuomba unilinde.
Kuna nini tena baada ya hapo? Ayatul Kursi. Mwenye kuisoma Ayatul Kursi ilivyobeba fadhila, mchawi pia haiwezi. Sawa? Haiwezi. Shetani hakusogelei mpaka kuna kucha. Dhikri za kulala hizo. Haya, usingizi umekuchukua na ukiwa umeweza kufanya na nyingine au umekusha kuchukua, lakini umeshajiegemeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umelala, umefikia kuamka. Ukistuka tu, alhamdulillah, na kushukuru Allah na kusifu Allah kwa sifa zako zote. Namshukuru Allah alladhi ahyana, ambaye sasa ametufufua, baada ma amatana, baada ya kuwa alitufisha, wa ilaihi nushuru, na kwake yeye ni kufufua ule mkubwa ule, tutakusanywa kwa ajili ya malipo. Dhikri kubwa, unaamka sasa tu unakumbushwa utakusanywa tena we baada ya kufufuliwa. Kama ulivyofufuliwa hapa, ulikuwa umelala umekufa, ndivyo sivyo? Nusu ya kifo kulala, inabaki unavutafuta pumzi tu, mtu unajua uko hai, lakini mambo yanayofanywa yote una habari yote, umetoka kabisa, hupo kama mtu aliyoko kwenye barzakh. Barzakh sinajua jamani, aliyeko kwenye barzakh, yani roho ikitoka pap, imechukuliwa. Roho inaweza ikafanya mawasiliano na mtu kule kwenye barzakh. Kama akiadhibiwa kaburini, basi adhabu ataipata, kwa sababu Mungu anaipeleka adhabu ile kwenye roho yake mpaka inafika kwenye mwili wa mtu, hata kama umeoza. Sawa? Na pale ukiwa usingizini, kama umechukuliwa kwenye barzakh, bali kuna wakati unaweza ukaonana na watu waliokufa. Sawa? Yani roho yako inaweza ikaadhibiwa kwenye usingizi, mwili ukapata adhabu, na roho yako inaweza ikastareheshwa, mwili ukaona starehe. Mtu anaona niko safari nzuri sana, kumbe kiroho tu amepelekwa, mwili unahisi hivi. Ukiamka ukwenda safari yoyote. Sawa? Sasa kama mtu aliyekufa anakumbushwa ufufuo, kwamba hivi ulivyoamshwa hivi, tunamshukuru Allah. Sema namshukuru Allah na kumsifu aliyetufufua baada ya kutufisha. Ndio umeamka hivyo. Sasa nenda kajiandae. Unaingia chooni tu, bismika Allahumma inni a'udhu bika, Allah, mimi najilinda kwako, unilinde minal khubuthi wal khabaith, unilinde na mashetani huku wa kike na wa kiume walioko mchoni, nilinde. Choo hata ukiwa umekijenga wapi, kinaitwa choo nyumba ya kukaa wale jamaa mashetani. Sawa? Hata kipendeze, lakini wao ndio sehemu wanazozipenda. Sasa ya Rabbi nilinde nao. Umeingia kule, umefanya shida zako zote, umemaliza, na ukitaka kuchukua na udhu, utaanza udhu kwa kusemaje? Udhu tunaanza kwa kusema nini? Bismillah. Wengine mtu atasema sasa chooni bismillah, inakuja shida mpaka watu wengine wanaogopa kutawadha chooni kabisa. Choo chako umekiandaa vizuri, ukiwa najisi haikupati, utatawadha, maji yatakapokika pale pazuri, ruhusa kutawadha huko. Bismillah inaruhusiwa kuisema hivyo hivyo. Ulichokatazwa kule chooni kuambiwa usitaje majina ya Mungu, usifanye ibada hiyo kule rasmi, kwamba umeingia chooni umeshikana msahafu wako unasoma, usifanye hivyo, sio sehemu ya mambo haya. Au umekwenda ndio unafanya dhikri pale, kwa hiyo sasa dhikri kwa maana subhanallah subhanallah subhanallah, sio sehemu ya kufanya hivyo. Lakini ile ibada ile maalumu ya kutawadha, hiyo inaruhusiwa, haikukatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo tusije tukapata shida hiyo ukasema siwezi kutawadha. Unafanya ibada maalum, umemaliza kutawadha, unatoka, kuna ibada ya kutokea, ghufranak. Ghufranak manake ya Rabbi nakuomba msamaha. Natoka chooni, ibada tupu, dhikri tupu hizo zote, dhikri. Ghufranak ya Rabbi, nakuomba msamaha Bwana wangu. Kwani ulikosea nini huku chooni? Hapana, ukukosea, unakumbushwa kitu muhimu, kwamba wewe unatakiwa umuombe Mungu msamaha sana, anakupa neema nyingi unazisahau. Miongoni mwa neema kubwa uliopewa ya kukuwezesha kwenda chooni. Neema sio neema? Jamani, kwenda chooni neema sio neema? Mtu akikosa choo sana anakwenda kwa daktari, sipati choo daktari. Kama daktari angekuwa fedhuli akakwambia sasa choo kama kitu gani, si ungepumzika tu? Kwani kwenda chooni mambo mazuri sana, pumzika. Ungemuona daktari mwenda wazimu.
Yake nipumzike vipi? Kuna vitu vinaingia havitoke, viache. Unataka upewe dawa ili vitoke. Sasa wewe umekwenda chooni, hata kupewa dawa, neema. Kwa hiyo kumbuka ile neema, si ndio hivyo? Unaikumbuka neema ya kupata choo hiyo. Hata awe mfalme akipata choo anaambiwa sema ghufranak ya Rabbi, nisamehe. Nini? Nisamehe, na neema nyingi mimi zilistahili kushukuriwa, sijashukuru. Sasa hii nimeiona sasa hivi, nisamehe hizo ambazo sishukuru. Na wakati ukimwomba msamaha hivyo, manake umeonyesha shukurani. La in shakartum lazidannakum, Mungu ametangaza, mkionyesha shukurani nitakuzidishieni. Kwa hiyo neema hii mtaidumisha, neema ya kwenda chooni. Mungu akudumishie. Inaeleweka? Unamuomba Allah, nidumishie neema ya kuweza kwenda chooni. Kwanza niweze kwenda mwenyewe, pili sihitaji dawa, si ndio hivyo? Ndio ninapata uzima. Nani mara ngapi tunakumbuka kwenda chooni kama ni neema? Fujo tu. Kwenda chooni neema. Hata uwe nani, kwenda chooni ni neema. Kwa hiyo tumepangiwa mpaka dhikri za kukumbuka wakati ukitoka chooni. Umeshamaliza, unataka kutoka nyumbani sasa, kama ni kwenda msikitini sasa uende msikitini, si ndio? Unatoka, dhikri ya kutokea. Kwanza umetawadha na umetoka chooni, umeshamaliza kutawadha, si ndio? Kuna dhikri baada ya kumaliza kutawadha tu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Na kwa riwaya nyingine iko Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Mtume amesema aliyechukua udhu wake vizuri, halafu alipomaliza akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anafunguliwa milango ya pepo mingapi? Minane. Aingie kwa anaotaka. Sasa utaingia kabla hujafa? Hapana. Sasa lakini umeandaa maandalizi kila siku wewe ya kumwambia Allah, nifungulie milango ya pepo. Pengine mtu unaweza ukafa baada ya kumaliza kuchukua udhu na kuomba na kumsifu Allah, umeshafunguliwa milango ya pepo. Dhikri mpaka baada ya kutawadha. Nashuhudia kwamba hapana anayestahili kuabudiwa ila Allah, na ninashuhudia mimi kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Allah, nijalie mimi niwe katika at-tawwabin, wenye kurejea kwako wakatubu, na unifanye katika minal mutatahhirin, wale wenye kujitakasa. Siku zote ni dumu kujitakasa hivi na kujitakasa nafsi yangu. Na ya pili, dua nyingine, Allahumma ighfir li dhanbi, yani unaweza ukasoma hii au hii, sawa? Allahumma ighfir li dhanbi, Allah nisamehe makosa yangu, dhambi zangu. Wa wasi' li fi dari, na unikunjulie nyumba yangu ya Rabbi. Wa barik li fi rizqi, na unibarikie riziki yangu. Mpaka baada ya kutawadha umejisalimisha kwa Allah. Subhanallah. Nisamehe makosa, nikunjulie nyumba, nibariki riziki. Kitu gani kimebaki kwenye dua hapo ya maisha? Vyote umechanganya. Nisamehe makosa, mtu akishasamehewa peponi. Nibariki, nikunjulie nyumba, ndio jambo tunalolitaka hilo. Kukunjuliwa nyumba sio mpaka jumba liwe vila. Sio vila, ni kupata utulivu ndani ya nyumba. Kuna wengine wana mavila na utulivu hawana, si ndio? Kwa hiyo wewe unamwambia Allah, nikunjulie nyumba yangu. Mtume hakuwa na vila, lakini nyumba yake ilikuwa na utulivu. Na siku nyingine pia chakula wala hakipo, lakini utulivu bado upo. Ana qanaa. Sawa? Nikunjulie nyumba. Ndio kitu tunachokiomba hicho. Mungu akupe mwanamke, na mwanamke Mungu ampe mwanamume. Mwanamume wa namna gani? Atakayetuliza moyo wake. Hiyo ndio kukunjuliwa nyumba. Sio kuwa na vitu vingi. Unamuomba Allah, ya Rabbi nikunjulie nyumba. Manake familia yangu nikifika inafurahi na wao wanafurahi. Mimi nafurahi na wao wanafurahi. Wabarik li fi rizqi, na unitilie baraka riziki yangu. Nibarikie riziki. Sio nipe riziki nyingi. Baraka ya riziki sio kupewa sana. Kuna watu wamepewa sana na hamna baraka. Kubarikiwa ni kile alichokupa Allah, kwanza ukahisi Allah ndiye aliyekupa.
ukawa na qanaa, huwaonei choyo watu wengine au kuwa na hasad na watu wengine, na inawezekana kidogo pia ulichonacho na pia ukaweza kutoa huduma kwa mwingine, na ukikitumia unaweza ukamwabudu Allah kwa hicho ulichokitumia. Hii ni baraka ya riziki. Umepewa kitu kikakusaidia kumtii Allah, lakini umepewa vitu vingi alafu vimekusaidia kumwasi Allah, hamna baraka. Hiyo laana hiyo. Una vitu vingi alafu vitu hivi vinakuongoza kumwasi Allah, huna baraka kwenye riziki hiyo. Kwa hiyo baada ya kutawadha tumefundishwa kuelekea kwenye dhikri ya kumkumbuka Allah, akusamehe makosa, akukunjulie nyumba, akubariki riziki. Subhanallah, makubwa sana. Umemaliza kutawadha, unatoka, si ndio hivyo? Umekwisha omba dua sasa, umefanya dhikri ya udhu, unatoka unakwenda zako msikitini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, kwa jina la Allah mimi ninatoka, nimemtegemezea Allah mambo yangu yote. Mimi sina ujanja, sina nguvu wala haula, hakuna ujanja kwangu, wala quwwata, wala hakuna nguvu kwangu ya lolote, illa billahi, ila ni kwa Allah kunifanyia. Sina ujanja mimi. Subhanallah, hilo nalo ndio unatoka nyumbani. Allahumma nyingine, Allah, inni a'udhu bika, na kuomba Allah unilinde. Unilinde na nini? Allahumma inni a'udhu bika an adilla, nisije nikapotea, au udalla, au kupotezwa. Kupotea sio kupotea njia tu, kupotea hata kimaisha. Huku ninakokwenda nisifanye jambo la kupotea, niwe katika siratul mustaqim. Sasa au udalla, au kupotezwa na mtu, au azilla, nisije nikateleza kwa namna yote ile. Kuteleza kuanguka, na kuteleza pia kimaisha, huku ninakokwenda siteleza. Au uzalla, au kutelezeshwa. Au adhlima, au nisije nikadhulumu. Au udhlama, au kudhulumiwa. Au ajhala, nisifanye ujinga kumfanyia mtu. Au yujhala alayya, au kufanyiwa mimi ujinga. Zote ni dhikri hizo. Kwa leo naona tuishie kipengele hiki. Unajua lishaanza kutoka huko. Tuishie kipengele hiki, tuone umuhimu wa dhikri katika maisha, kwamba tumeambiwa udhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Tumkumbuke Allah na kumtaja sana kila kisehemu, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mote humu. Sasa itakuwa ni dhulma kubwa dhikri iliyokuwa ibada kubwa namna hii, watu wakaibakisha kwenye kisehemu kimoja tu. Leo kuna fikra, ukitaja dhikri wanaona watu ni mpaka watu kikundi fulani kinachoshika bendera kikafanya namna fulani. Wako watu kwenye dhikri, wewe huko kwenye dhikri, kosa. Kama wale wako kwenye dhikri ya aina fulani, na wewe unatakiwa uwe kwenye dhikri ya aina fulani. Ni kupishana aina za dhikri tu, kama vile ibada ni full time, si ndio? Iwe unamwabudu Allah, ndio lengo liloumbiwa, si ndio hivyo? Pamoja na hiyo dhikri ndio ibada, si ndio hivyo? Sasa usije ukasema tulikuwa kwenye mwezi wa ibada bwana, sasa tumemaliza. Umemaliza kuabudu? Tulikuwa kwenye mwezi wa ibada fulani, tumemaliza ile, lakini tumo kwenye ibada, sio? Au nilikuwa kwenye ibada bwana. Wapi? Msikitini. Kwa hiyo nimerudi nyumbani, dunia bwana, fantashiru. Kwa hiyo dunia sio ibada tena. Makosa makubwa. Tusiwe namna hiyo, tubakie vile vile udhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.